Nitaendelea na mfululizo wetu wa somo ambalo tumekuwa tukiliangalia, inaitwa umoja na Kristo au Unity with Christ, umoja na Kristo. Na katika wiki kadhaa zilizopita tumeangalia mambo mawili, lakini kwa upana sana, kwamba katika umoja wetu na Kristo tuliangalia sisi tuko ndani ya Kristo, jambo la kwanza, unalikumbuka Jambo la pili tukaangalia Kristo yuko ndani yetu. Amina. Hilo ndo nilimalizia. Na leo nataka tuangalie, nitafanya kwa ufupi sana, ya kwamba sisi ni kama Kristo au tunamwiga Kristo. Katika umoja wetu na Kristo nilisema kuna mambo manne. Sasa tumeshafanya mawili. La kwanza, umoja wetu na Kristo, maana yake Kristo yuko ndani yetu. Maana nyingine, sisi tuko ndani ya Kristo. Amina. Leo tunaoiangalia, sisi ni kama Kristo au tunamwiga Kristo. Amen. Na la nne ambayo tutaliangalia leo, labda nitamalizia siku nyingine hii, alafu tutaendelea kipengele cha nne ambacho kinasema Kristo yu pamoja nasi. Amina. Kwa katika somo letu la umoja ambao nimeshasema, tumeangalia yote hayo mawili. Na leo ndo tunakiangalia hicho kipengele. Umoja wetu na Kristo hutufanya tumwige yeye, tuvumilie mateso kama yeye, tukue kiroho na kufanana naye. Amen. Kwa sababu sisi tuko katika umoja na Kristo. Yuko ndani yetu, sisi tuko ndani yake, na yuko katikati yetu. Kwa sababu hiyo na kutokana na hayo, sisi tunamwiga yeye, tunavumilia mateso kama yeye alivyovumilia, ili tuweze kukua kiroho na kufanana naye. Kusudi kuu la maisha yetu ya wokovu na imani yetu katika Kristo Yesu, tunapokuwa tungali tuko hapa duniani, ni kuendelea kugeuzwa, kutengenezwa, kufinyangwa, ili tuzidi kumfanania yeye. Amen. Na tunamfanania Yesu yupi? Kwa sababu sasa Yesu amepaa kwenda mbinguni, si ndio hivyo watu wa Mungu? Tunamfanania Yesu aliye mng'aro wa Mungu, aliyekuwa katika mwili, aliyeishi hapa duniani. Kwa hiyo tunamfanania kwa tabia, kwa mwenendo, kwa mtazamo, kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Kama Kristo alivyokuwa, ndivyo na sisi, kwa sababu tuko ndani katika umoja wetu na Kristo. Kila itwapo leo tunazidi kuchenjuliwa, kugeuzwa, kubadilishwa, Kristo akiwa ndani yetu na sisi tukiwa ndani ya Kristo, Kristo akiwa pamoja nasi, tunazidi kumfanania yeye, kuiga namna alivyoishi na kuiga vyote alivyokuwa, kwa ajili ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa tunapoongelea habari ya kuwa na umoja na Kristo, kipengele kimojawapo tunakiongelea kufanana na Kristo katika maisha yetu hapa duniani. Na njia mojawapo ambayo tutaona katika maandiko Baba aliyoitumia katika kuhakikisha Yesu anazidi kuwa kioo na mwakilishi wa Mungu Baba, ilikuwa ni kupitia mateso. Ninajua tunaishi katika nyakati ambazo injili inahubiriwa ya upande mmoja na mateso yanaondolewa. Na mateso yanaonekana kama ni laana, na mateso yanaonekana kama kutokuwa na Mungu. Lakini nitakuelekeza mateso gani nayo yaongelea. Lakini kuna kipindi tunakumbatia mateso
ambayo sio yale yanayotokana au yanayotakikana katika kututengeneza na kutufanya tuwe bora zaidi. Katika kumfanania Kristo, waliotutangulia katika imani, na maandiko yanadhihirisha bayana, moja ya nyenzo inayotumika katika kuikuza imani yetu ni kuisimamia imani, kuwa tayari kufa ama kuishi pasipo kucompromise. Kwa nikiongelea mateso, siongelea umaskini kwa sababu tu sina pesa, siongelea hayo. Mateso ni yaongelea hayo. Mateso yanayoongelewa na maandiko kwamba tunashiriki katika mateso ya Kristo. Kristo aliteseka kwa ajili ya, si ndio hivyo? Sawa sawa. Hakuteseka tu kwa sababu hakuwa na ugali. Alipokosa ugali alitenda muujiza, ugali ukawepo. Siongelee mateso hivyo. Na mateso hivyo ndio sisi tunasemaga Bwana ananitengeneza. Tunayoongelea tutaona kwenye maandiko ni yale yanayohusu kuteseka kwa sababu umeisimamia imani. Mara popote unapoona habari ya mateso kuhusu mwenye haki, haiongelei kwa sababu amefanya makosa. Ukikosea unaadhibiwa, ni haki yako. Si ndivyo watu wa Mungu? Una tabia mbaya, watu wakakutenga, watu wakakusema vibaya, hiyo sio mateso ya mwenye haki. Mateso ya mwenye haki ni matokeo ya mtu amesimama kwenye haki, kwa sababu haki haiendani na mifumo ya dunia hii. Dunia inasimama kinyume na wewe kwa sababu ya imani yako. Hapo ndio unateseka kwa ajili ya haki. Na hayo mateso ndiyo yanajenga saburi, ndiyo yanaimarisha imani, na ndiyo yameandikwa katika maandiko. Sasa unaweza kweli ukakosa ugali, lakini umekosa ugali kwa sababu umechagua kuisimamia haki. Ulikuwa na fursa ya kumchomolea bosi wako, ukaacha kumchomolea bosi wako, ukalala na njaa, lakini vinginevyo ungeweza kushindwa. Usingelala njaa kama ungeweza kuchomoa, na wala usingejulikana. Kwa hiyo ile kulala njaa kwa sababu hukuchomoa kutoka kwa bosi wako, hapo umeteseka kwa sababu ya haki. Na mateso ya namna hiyo imetupasa kuwa sehemu na washirika, kwa sababu Kristo aliteseka kwa haki. Alikuwa hajafanya jambo lolote lililoovu. Kama unanielewa sema ninakuelewa mchungaji. Kwa tunapoongelea habari ya kumfanana Kristo, moja ya jambo la msingi ni kuwa tayari kuwa washirika wa mateso yake. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 20 na 21, Biblia inasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Kupitia mwili wangu Kristo ataadhimishwa, kwa ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Mtu mmoja ananielewa andiko linamaanisha nini? Maadamu nipo, nimeitwa, nimeokolewa, kupitia mwili wangu na maisha yangu, Kristo Yesu lazima atukuzwe. Hata kama itagharimu uhai wangu, Kristo Yesu lazima atukuzwe. Kwa lugha nyingine, Mtume Paulo anasema, ikiwa kwa kuishi ndio Kristo Yesu anatukuzwa, ni sawa. Lakini hata kama itanigharimu maisha yangu, kupitia mwili huu, Kristo lazima atukuzwe. Ndio maana mstari wa 21 anasema, kwa maana kwangu
mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Anausema mstari huu katika muktadha wa mstari wa 20. Sasa anasema kuishi ni Kristo nini? Manake anamaanisha kama tunavyojua katika Wagalatia ile sura ya 1 na mstari ule wa 20, anasema si mimi tena ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa Mtume Paulo anaposema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, anakiri hicho cha kwamba kwa sababu sio mimi tena, Kristo aliye ndani yangu, uwezesho wa Kristo ulio ndani yangu, nguvu ya Kristo ulio ndani yangu ndio iniwezeshayo kuyaishi yale yanipasayo yanayofanana na Kristo. Amen. Lakini kwa lugha nyingine ungeweza kusema kinachomata kwa nini ninaishi ni ili Kristo atukuzwe. Hello? Kwa nini ninaishi maisha yangu katika mwili? Ni ili Kristo afanye nini? Ni ili Kristo atukuzwe. Sasa anasema kufa ni faida, lakini ukisoma pale kwa nini alikuwa anasema ni faida, ni kwa sababu anasema kufa ni kwenda kuwa na Bwana. Haleluya. Kuishi ni kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Kufa ni kwa ajili ya kwenda kuwa na Bwana. Tunapoishi hapa tunamdhihirisha Bwana katika mwili, katika maisha yetu, na kwa namna hiyo ndio tunakuwa tunamwiga Kristo katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Yohana wa 1:2-6. Biblia inasema hivi: yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kama nani alivyoenenda? Kwa hiyo yeye aliye ndani ya Yesu imempasa kuenenda kama Yesu alivyo. Lakini ili uweze kuenenda hivyo, lazima utambue maisha unayoishi ni Kristo anaishi kupitia wewe ndani yako. Kwa usiwekeze kwenye kwanza kufikiria nitaweza kweli. Asubuhi ya leo nao habari njema kwa ajili yako. Kristo aliye ndani yako anakuwezesha kwa Roho wake Mtakatifu kuweza kumuiga yeye alivyoishi akiwa hapa duniani. Ni lazima ndani ya kila mwamini udhamirie kwa dhati kumfanana Kristo. Amen. Kujifunza kwake Kristo, kujidhabihu, kujikana, ili maisha yangu na maisha yako yafanane na Kristo aliyeishi hapa duniani alipokuwa hapa duniani. Upendo wa Kristo ndio upendo wa maisha katika maisha yetu. Amen. Uvumilivu wa Kristo ndio uvumilivu wako. Namna ya kutoa msamaha kwa Kristo ndio namna ya wewe unavyotoa msamaha. Namna ya kuangalia mambo, mtazamo wako ndio uwe mtazamo uliokuwa ndani ya Kristo Yesu, ndio uwe mtazamo wako unapoishi hapa duniani. Namna ya kukabiliana na changamoto, ukabiliane nazo kama Kristo alivyokabiliana nazo. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoongelea, tulijifunza hapa katika ibada ya Kiingereza siku chache zilizopita kwamba moja ya sababu tunaomba ni kwa sababu Bwana wetu aliomba. Amen. Kwa nini? Tunajifunza tuishi kama yeye alivyoishi. Kila mmoja wetu dhamiria kila itwapo leo, niwe ninazidi kumfanana Kristo kwa viwango vinavyoongezeka. Na mara nyingi tumesema kukua kiroho maana yake ni kuendelea kubadilika katika kumfanana Kristo. Unataka kufanya tathmini ya maisha yako ya kiroho, cha kwanza mwangalie Yesu kama kielelezo. Kasome kwenye Injili, angalia Yesu alivyoishi. Halafu jipime wewe na mimi, niko umbali gani na yule Yesu mwanadamu aliyeishi juu ya uso wa nchi. Kila eneo la maisha yako, alipoudhiwa, aliposingiziwa, alipotukanwa, aliposalitiwa, mwitikio wake ulikuwaje? Ndio unatakiwa kuwa mwitikio wangu, ndio unatakiwa kuwa mwitikio wako. Watu waliposimama
kinyume naye. Watu wake wa karibu walipomkimbia, alifanya nini? Ndio anachokisema, ndio maana ya kumfanana na Kristo. Kuzidi ndani kuwa na ushirika na Kristo ni pamoja. Lakini hivi vitu vinatengenezwa kadiri tunapopitia mateso yanayohusu imani yetu. Mateso yanayohusu imani usiyakimbie. Najua ni pagumu hapo. Tumezoea, tunaambiwa ni mterezo. Usihame kazi kwa sababu anakusema. Labda Bwana akwambie. Wakolosai 3:12 mpaka 18. Hii nitakusomea tu, inajieleza. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Hivi ndio Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa. Wala hahitaji maelezo, hiyo inajitosheleza. Yohana wa kwanza 4:13 mpaka 15. Biblia inasema, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Hisi tumeshajifunza, tunakaa ndani yake na yeye ndani, haina swali. Mstari wa 14, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Mstari wa 15, kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. 16, nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. 17, katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Amen. Kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Tunazidi kumwiga na kumfuata na kumlingana yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 13:1-2. Biblia inasema upendano wa ndugu na udumu. Mwambie jirani yako, upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kufadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua. Mstari wa 3, wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Sasa kama nilivyosema, kumwiga Kristo huonekana hasa katika mateso. Mwambie jirani yako, mateso ni sehemu. Na nimeshaelezea ni mateso ya namna gani. Sio umeshindwa, hujalipa deni la mtu kule wanakusema, unaanza kusema wananitesa kwa sababu nimeokoka. Hapana. Sio kwa sababu umekosa hekima. Wewe uko kwenye nyumba ya kupanga, saa 8 usiku naomba wenzako hawalali. Alafu wanaanza kukusema, wanasema hapana. Jamani, mtu anatakiwa alale, si ndio hivyo? Wewe kama ulali, usiwafanye wenzako wasilale, kwani uweze ukaomba kwa sauti ya chini. Yaani mpaka kwenye kile chumba kingine hawalali, wasema ni mapepo tu hayo. Sio mapepo, wanakazi wamechoka, wamelala, waache wapumzike. Ukiteswa kwa ajili ya hiyo, usiseme unateswa kwa ajili ya maombi, kwa sababu unaweza ukaomba bila sauti kusikika. Ila ukiwa unaomba haujawasumbua kwa maana hiyo, na bado wanatikiswa kwa sababu maombi yako yanatikisa kwenye ulimwengu wa roho, hapo unateswa kwa sababu ya imani yako. Unaiona hiyo tofauti? Sasa kuna mambo mengine yanatokea, tunayaweka tu kwa sababu tumesema mimi bwana nateseka tu. Nateseka hawajui kwa sababu tunawapagani, kwa sababu hawajui imani yangu. Hapana. Lazima tuende katika taswira iliyo sahihi. Wakristo wameitwa kuvumilia mateso kwa uvumilivu. Petro wa kwanza 2:19 mpaka 23. Mstari wa 19 unasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo
isivyo haki. Wangapi wamewahi kuteswa isivyo haki? Wewe mwanafunzi, wenzako wanaiba mitihani, wamepitisha kakaratasi. Kule sisi kwa tunaita rupapula. Amepitisha kakaratasi, wewe umekaa hapa katikati. Anataka kaende kwa yule, anakupa umpitishie, anakupa na katupa chini. Utabaki salama? Hello? Utabaki salama? Watu wanakaa wanapanga mipango miovu, wanaongea maneno ya ovyo. Unasema nyamaza, hayo maneno huwezi kaongea nikiwepo. Utabaki salama? Lakini nao kivumilia tu. Mimi sichangii, wanaongea uchafu mbele yako, sichangii. Wewe ni mwana wa Mungu, huwezi kuruhusu takataka ziwe zinaongelewa na wewe upo. Ukiona kanisa limefikia kiwango ambacho limetulia sana, halijasimama kwenye nafasi yake, manake imani yetu tunaicompromise. Hatutetei haki. Watu wanaonewa na sisi tunakaa kimya tu. Kama kanisa tumekunja mikono hivi, acha waonewe, sio mimi nayeonewa. Kanisa ni mtetezi wa haki. Hello? Hello? Ukisimama kwenye nafasi unafikiri utatezwa kwa ajili ya imani yako? Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi, lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Jamani, wote tunasoma hiyo Biblia. Mara ngapi sisi waamini tunasema mimi siwezi kukubali, natenda mema kiasi ananijibu kwa uovu, sikubali, mimi sitaki ulokole wa kijinga. Huo unaoita ulokole wa kijinga ndio ulokole wa mbinguni. Huo mwingine ni ulokole feki, haujatoka msalabani. Najua watu wanasema mimi sio mlokole mjinga. Ukinizingua na mimi namzingua, basi Bwana wako alikuwa ni mjinga. Imekupasa ukubali ujinga wake ndio hekima ya Baba. Hekima ya wanadamu ni upumbavu mbele za Mungu. Kanisa haliwezi likaishi chini ya hekima ya wanadamu. Tunaishi kwenye hekima ya Mungu. Kwa maana neno la msalaba ni upumbavu kwa wanaopotea, bali ni nguvu kwetu sisi tunaookolewa kila siku. Alidhihakiwa, alikaa kimya kama kondoo anayepelekwa machinjoni. Hakujibu, alikuwa na uwezo wa kujibu. Hakuita jeshi la mbinguni liwamalize, alikuwa na huo uwezo, lakini akatulia. Heri wapole, ndo maana ya upole. Meek. Upole sio kukaa kimya. Upole ni uwezo wa, una nguvu, una nafasi, una uwezo, alafu unauzuia, unajizuia, unaacha. Hebu simama rafiki yangu hapa, nikutolee mfano. Kama mtu kadogo kama mimi hapa kako hapa. Hebu njoo hapa mara moja nimalizie mfano. Kimbia. Hebu wewe jiulize, huyu ukute sasa huyu anamchokoza huyu. Ndio maana ya upole. Afu ametulia tu. Wewe tulia tu. Chokoza endelea, chokoza. Utampiga tu wewe na kuinua tu wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa ukiangalia huyu ana uwezo wa kumshika huyu, akamuinua hivi, akamtikisa, akamrudisha chini, akamwambia vipi tuendelee. Lakini upole, meekness, inaongelewa kwenye maandiko ni huyu ana uwezo. Hakuna upole kama una uwezo. Unaweza mkarudi. Usijiite mpole wakati una nguvu. Ndani unasema, yani ningekuwa na uwezo ningemmaliza. Wewe sio mpole. Wewe umejizuia kwa sababu unaogopa kutolewa meno. Upole ni kwamba una uwezo. Bwana asifiwe. Ukipiga simu zako 2 tu, mtu anawekwa ndani, alafu ufanye hivi. Huo ndio upole. Mtu unanielewa sasa? Haleluya. Ndio maana yake hiyo. Na ndio Yesu alikuwa nao. Alikuwa na uwezo. Unakumbuka kile kipindi wamekuja kumshika, akatoka tu hivyo, akaanguka huku na huku, akapita katikati yao. Hata walipokuja kumkamata, aliwauliza mnamtafuta nani? Yesu wa Nazareti, akasema ni mimi hapa. Biblia inasema nini? Wakaanguka, lakini bado walimkamata, kwa sababu mateso ni sehemu ya njia ya imani yetu. Mtu mmoja ananielewa? Uache hii sababu. Unajua hii ni moja ya eneo ambalo kwa kweli Mungu atusaidie. Kwa sababu ndio mliitwa. Mstari wa 21 au nirudi 20. Kwa maana ni sifa gani kustahimili matendo mtendapo dhambi na kupigwa makofi,
lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso. Jamani, Biblia imesemaje? Umetenda nini na kupata nini? Huu ndio wema hasa mbele za nani? Mbele za nani? Wewe hiyo lugha unaitoa wapi ya kusema mimi sio mlokole mjinga mjinga? Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Sasa unafuata nyayo za nani? Za wokovu, akisema mimi sio mjinga, akinizingua. Si unakumbuka kuna watu wanasemaga anavua wokovu, naweka pembeni. Huo sio wokovu. Wokovu hauvuliwi. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili, sio koti. Ukisikia mtu anasema hivyo, hajajua nini kimetokea ndani yake. Haleluya. Wafilipi 3:9 na 10. Mstari wa 9 unasema, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Mstari wa 10, nataka upigie mstari. Ili nimjue yeye. Nimjue nani? Yesu, na uweza wa kufufuka kwake. Mpaka hapo wote huwa tunapenda, wapendwa wote tunapenda tumjue Yesu na uweza wa kufufuka kwake. La 3 linasema na ushirika wa mateso yake, nikafananishwe na kufa kwake. Kufananishwa na kufa kwake maana yake nini? Wewe na umimi ufe, matakwa yako yafe, abaki Kristo ndio anaishi katika maisha yetu. Amina. Bwana asifiwe. Umeshamsikia mtu anasema huyu mtu mimi wa kuniambia hivi kabisa mimi? Wangapi wamewahi kusema hivi? Nyosha mkono, nyosha mkono. Yaani mimi huyu wa kuniambia hivyo. Siku hiyo kilichokuwa kinaongea ni mwili, sio Kristo. Kristo mbona alikubali? Unafikiri walichomfanyia angesema hivyo angeenda msalabani? Mtu mmoja ananielewa? Haleluya. Filipi 1:29. Biblia inasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Wokovu ni zawadi. Nataka uelewe kuanzia leo, kuteswa kwa ajili ya Kristo ni neema kama ilivyo wokovu. Ni jambo la kuchukulia umeheshimiwa na Mungu kuteswa kwa ajili yake. Najua inakuchanganya kwa sababu umekuwa unasikia mambo mengine ambayo sio injili. Unaosikia sasa ndio kweli kutoka mbinguni. Sema amina. Unachosikia ndio chenyewe. Kuteswa kwa ajili ya Kristo, kuteswa kwa ajili ya imani yako, kushiriki mateso ya Kristo. Mtume Paulo ameelezea kwa upana sana 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 sana. Tumepewa kuamini na tumepewa kushiriki. Mwambie jirani yako umepewa kushiriki mateso kwa ajili ya Kristo. Wangapi walienda Njombe? Nyosha mkono namna hiyo. Hiyo ni sehemu ya kuteseka kwa ajili ya Kristo. Watu wamelala chini, wamepigwa baridi. Ndio maana tunaoisema hapa. Sio chini chini, yani kwenye magodoro, lakini godoro. Watu wameacha vitanda vyao. Hello? Watu wametaabika kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya roho za watu wengine. Ndio mateso yanayoongelewa katika imani. Sehemu ya namna hiyo. Kujitoa, kujidhabihu, kuteseka, kusimama kuamua ninamsaidia mtu huyu, naacha vitu vyangu, na haribu ratiba zangu. Unaanza kuzunguka kwenda kuwaona wagonjwa. Kwani ni rahisi? Sio mateso hayo. Sasa yako mara mbili. Kuna yale yanayofanywa na wengine, kuna yale unayoyafanya mwenyewe, unajitesa kwa ajili ya Kristo. Na kuna mengine yanayotokana na imani yako, kwa sababu imani yetu iko kinyume na mifumo ya dunia hii. Unapoishi imani yako, mifumo ya dunia hii inakutema. Si unateseka
Unateseka uteseki, si watu wanakusema, si watu wanakudhihaki, si watu wanakuona wewe kituko, wanakuona uendi na fashion. Uwezo wa kujizuia kutoendana na namna ya dunia hii ni mateso, sio mateso. Sasa leo Wakristo hawataki, wanasema hapana, urokole Mungu anaangalia moyo, sisi tunaenda na kile kinachokuja. Hapana, hapana, hapana. Nasema hapana. Sisi sio wakwenda na kila kitu. Chochote kisichompa Mungu utukufu, hilo sio fungu letu. Umenisikia mtu wa Mungu eh? Sio kilicho dhambi. Yaani naambiaga hapa swala la dhambi na sio dhambi ni kiwango cha chini cha mtu aliyeokoka jana. Sisi tuko kwenye level ya kinampa Mungu utukufu au hakimpi Mungu. Kwa gharama iwayo yoyote tutasimama nacho. Mtu mmoja ananielewa. Unafanya biashara na wenzako, wakwambia ukipata wateja nenda kwa mtaalamu. Siku na wapendwa wanaenda kwa wataalamu Wapo hawapo? Kwa nini? Hawajawa tayari kuteseka. Wanaona ngoja tutafute njia mkato. Ndugu yangu hapa anaumwa. Kuna wapendwa ambao wameugua, anapewa ushauri. Kuna mtaalamu fulani, mpendwa, anaenda kwa mtaalamu. Kwa sababu ya maumivu, ana uchaguzi wa kusema katika mwili wangu Kristo atatukuzwa. Niwe hai au nimekufa. Na ndipo unaweza ukafikia kiwango cha kusema, huwa tuna quote huu mstari, cha kusema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Ili niweze kufika hapo, lazima nife kwanza. Amen. Amen. Ninatamani kila mmoja katika maisha yako leo, fanya maamuzi yatakayo kugharimu chochote ili ulingane na Kristo. Paulo anasema hamjajaribiwa kiasi cha kufa, cha kumwaga damu. Hatujajaribiwa kiasi cha kumwaga damu. Hatujajaribiwa kiasi cha kumwaga damu. Mtume Paulo alisimamia imani yake, alipigwa mawe, alipigwa maviboko, alifanywa nini? Aliendelea kusema kweli ile ile bila kupindisha. Leo mtu ukilala njaa tu mara moja, kama mhubiri kama mimi hapa, unaanza kutengeneza mafundisho fake. Hauko tayari kuteseka ili uweze kulubuni watu na kugharibu watu, kugribu watu. Ulikuwa umenyoka kabisa hivi, mambo yameenda hivi, unaanza kupindisha. Unatoka kwenye haki, unatoka kwenye ulichokisimamia na kinachoendana na maandiko. Unachumbia mchumba wa kwanza anakupiga chini, wa pili anakupiga chini, wa tatu unasema sasa mimi hapana. Unawauliza wengine, hivi nyinyi mnafanyaje? Watu wa dunia wanakufundisha. Huwa tunasema uongo. Wewe unawaambia una kazi, unawaambia ukweli, hutapata, na wewe unaenda unanunua kasuti. Nasema halo, unajua mimi ni meneja. Namdanganya binti ya watu. Binti unaona miaka inazidi 35 imeingia. Umesimama, unabadilisha msimamo, unasema basi mimi yote nitazaa tu na mtu. Ninachokisema hivi, kama itabidi kukaa bila kuolewa mpaka miaka 90, kaa hivyo hivyo. Ndio ninachokimaanisha. Na kijana, kama utapigwa kibuti, mnaita kibuti au vibuti? Ki au vi. Kwa hiyo unapigwa vingi kwa wakati mmoja. Basi ni hatari. Kumbe ukikataliwa tu umepigwa buti zaidi ya moja. Hata kama utapigwa vibuti mara 4, maana yake vibuti 16. Tulizana. Wakati wako na majira yako yatafika. Na hata yasipofika, malaika mbinguni na watakatifu hawaoi wala. Kwa kwenye umilele hakuna kuoa wala kuolewa. Na hapa duniani tuko kwa muda. Hello? Najua unaposema sema mchungaji unasema kwa sababu umeoa. Na mimi na vita vyangu vingine tofauti na hivi, ambavyo inabidi nisimame na kuisimamia imani. Mvua inyeshe, jua liwake. Habinti unaona tu, sasa mimi naona wamechelewa. Wapendwa wamechelewa, siwaoni. Nitachukua chochote. Unaenda ukachukua kama mtu kamevaa kanani ka ugali huko. Mimi nitaendelea tu kwenda kanisani. Si yeye ataendelea. Tumekubaliana tutaenda kule kwa mkurugenzi, kwa mkuu wa wilaya. Unaolewa na mtu wa imani nyingine kabisa. Kisa umeshindwa kuisimamia imani yako. Na kukubali mateso ya kutokuwa na mume kwa sababu ya imani yako. Hello? Hello? Bwana asifiwe. Nimeshawaambia mabinti zangu hapa, kijana yoyote akisema
hatuwezi kufunga ndoa kabla sijakuonja. Mwambie akamuonje shetani kwa ujasiri, kwa kumwangalia machoni hivi. Afadhali ufe bila kuolewa kuliko kugeuzwa kuwa mua wa kuonja. Najua kuna wengine mnatishiwa, mimi kama utaki basi uchumba unakufa. Mwambie na tena ulikufa jana. Wewe ni nani? Agent wa ibilisi. Afu mpige toka kwa jina la Yesu. Uko tayari kuteseka kwa ajili ya imani? Uko tayari? Basi inamesha kichwa, tumshukuru Mungu. Jiombe. Ini namna nyingine ya kufanana na Yesu. Ndio ushirika tulionao katika maeneo mbalimbali. Tufanane naye. No more compromise. Na Roho Mtakatifu yuko ndani yetu kutuwezesha. Wala hatutumii nguvu zetu za sembe na viazi. Ni kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Hakuna chochote ambacho kisimame katika nafasi ya makusudi na mapenzi ya Mungu. Hakuna. Bwana anasema iwe njaa hakuna, uchi hakuna, utajiri hakuna, umaskini hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Hakuna. Hakuna. Ndio wito wetu. Hakuna kwa gharama iwayo yoyote. Kama ni mauti sawa. Msalaba ndio asili ya mema ikatu